tumesaini mkataba kati ya sisi wakandarasi ambao ni kampuni ya Seotech Engineering Company Limited, iko JV na kampuni ya AMJ Global Multi-Contractors Company Limited. Wakati tumesaini na mkurugenzi au ofisi ya halmashauri ya mkurugenzi manispaa ya Geita. Sisi kama wakandarasi tumejipanga vizuri kuweza kutekeleza huu mradi kwa wakati. Kuanzia hivi sasa, baada ya kusaini rasmi mkataba huu, tunaelewa kwamba mkataba huu ni wa miezi 15 baada ya kufanya mobilization. Kwa hiyo, na kutokana na uzoefu tulionao mkubwa wa kufanya miradi ya construction, tuna uhakika huu mradi tutaufanya kwa wakati na kwa ubora pasipo kuongeza muda wowote. Kwa hiyo tuombe watu wa wananchi wa Geita wajipange kuweza kunufaika na mradi wao huu kama wenyeji na wazawa wa manispaa hii ya Geita. Waje ambao ni mafundi na watu mbalimbali wenye uwezo wa kazi au wenye uzoefu wa kutosha wa kufanya kazi za ujenzi, waje waweze kunufaika na mradi wao huu. Kwa hiyo wasiwe na mashaka, wamepata mkandarasi ambao ni mahiri, wenye uwezo wa kutosha, ambao tutaufanya huu mradi kwa wakati. Tuna vifaa vya kutosha, lakini pia tunao watu ambao wenye uwezo na uzoefu wa kutosha kabisa. Mkurugenzi, mradi unatarajia kuanza lini na unakamilika lini? Yes, mkataba huu ni wa miezi 15. Utaanza rasmi tarehe 20 mwezi wa 5 tarehe 20 mwezi wa 6 2026 hadi hapo tutakapoweza kuhitimisha kwa miezi 15. Jina langu naitwa Ismail Ibrahim Hamisi, mwenyekiti wa umoja wa usafirishaji mkoa wa Geita wa mabasi. Mimi nadhani hii stendi imekuja kusaidia wafanyabiashara, wasafirishaji pamoja na wamiliki, kwa sababu hiyo stendi iliyokuwepo awali gari zetu zilikuwa zinaenda na maji. Ila ambacho nataka nisisitize upande wa serikali, kwa kuwa imeleta mradi huu, waangalie sana ambao ni wakandarasi hawa wanachelewa kwa muda mrefu sana, na hivi tunakwenda kwenye kipindi cha mvua kuanzia mwezi wa 9. Kwa hiyo mimi ningeliomba serikali isimame kwa umakini sana, ili kusudi wakandarasi waende kwa wakati, kwa sababu mara nyingi wanazungumza miradi inakomea njiani. Kwa hiyo kilio cha Watanzania wa Geita, wanaomba sana mradi uende kwa wakati, ili tuepukane na adha hii ya mvua ambayo inasababisha madhara kwenye magari. Magari yanapelekwa na maji kama mkuu alivyosema, na mkuu wa wilaya wanatambua hilo uwepo wake. Kwa hiyo stendi hili ni mbuga, eneo mbadala alipo, tofauti na kwenda kwenye lami. Kutoka stendi gari zetu kuziweka nje na lami, na pia tunaleta msongamano wa magari tunapoingia katika lami, kwa sababu wale wanaopita wanashindwa kupita vizuri kwa wakati. Mara kwa mara sisi tunapata hasara, lakini pia mimi nashukuru wafanyabiashara wa Geita ambao ni wamiliki, ni wavumilivu sana, wapige kelele. Ni wavumilivu sana, wapige kelele. Nadhani mkuu wa wilaya mmemsikia, alishuhudia gari zinaenda na maji. Watu walikula gharama kubwa sana kubadilisha injini. Kwa hiyo ni wavumilivu, mimi niwashukuru sana. Kwa hiyo sisi hatutaki kelele sana, kwa sababu pia tunashukuru Rais Samia kutuletea mradi huu, yawezekana tukawa tumemaliza changamoto kama hizo. Kwa majina naitwa Amani Lameki Kwabila, mwakilishi wa manispaa mkoa wa Geita. Changamoto tulikuwa tunaipata stendi ya zamani ni mvua ikinyesha, maji mengi na maji matope yalikuwa ni mengi sana. Magari yalikuwa na zama yanaelea kidogo, ilikuwa napata tabu sana matope, na kupandisha abiria kwenye magari yetu kidogo ilikuwa tunapata shida sana kwa hali kama ile. Lakini kwa sasa tunashukuru sana kwa stendi ambayo itaenda kuandaliwa, stendi ambayo ni mpya ambayo itakuwepo Magogo. Kidogo tunashukuru sana kwa uwepo wa hiyo stendi itakayotengenezwa kwa ujenzi wake kamilika. Basi tunashukuru sana kwa maandalizi ya hiyo.